kwa kweli mmeeleza kwa uchungu sana, na hapa ndio maana tulikuja na msajili wa jumuiya hizi ambaye amekuja, tumeshirikiana naye ndugu yetu Kihampa Bwana Emmanuel, na ametoa ufafanuzi wa kina kuhusiana na masuala haya ya mgogoro wa kanisa hapa pamoja na wananchi. Sasa ndugu zangu, maelekezo haya ndio maelekezo ya serikali, na mimi ndio kiongozi pia wa serikali, siwezi kupingana na wenzangu, ila nitatoa maelekezo yafuatayo. Nitoe maelekezo yafuatayo kuhusiana na jambo hili. Jambo la kwanza, huyo mtu ambaye anafunga barabara azifungue ndani ya masaa 48. Huwezi kufunga barabara na wakati watoto wanakwenda shule, watu wanakwenda kanisani, wanakwenda mashambani, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitu ambacho hakiwezekani. Labda hiyo serikali itakuwa serikali haiwajali wananchi wake. Kwa hivyo nimpe salamu huyu ambaye amefunga ndani ya masaa 48 afungue, na kamanda wa polisi wa wilaya asimamie jambo hilo kuhakikisha kwamba hizo barabara zinafunguliwa, na anafungua yeye mwenyewe kwa mikono yake. Katela oye! Jambo la pili, jeshi la polisi wamsake mara moja mtu anayeitwa Isa Sisambe Mwasinyanga ili tuweze kumfanyia mahojiano maalum. Ili tufanye mahojiano maalum kwanza ya kuwatishia watu na bastola. Hilo la kwanza. La pili, kupiga watoto wanaokwenda shule. Na la tatu, kufunga barabara na wakati sio haki kwa mujibu wa sheria. Kijiji chetu cha Katera kimevamiwa na mtu anayeitwa Ita Sinsabe Mwashinyanga kupola ardhi yetu kwa kivuli cha kanisa la Baptisti Tanzania kwa njia ya udanganyifu. Mheshimiwa mgeni rasmi aliyekuwa amepewa na chifu Marafyale kwenye mabano kwa lugha ya Kinyakyusa, wakati huo kuyatumia maeneo hayo, hakuwa na sifa ya kuyamiliki kwa kuwa alikuwa raia wa kigeni. Maeneo hayo moja lipo kitongoji cha Katera, kijiji cha Katera lina ukubwa wa ekari 216.36. Eneo la pili lipo kitongoji cha Mwambungula, kijiji cha Katera lina ukubwa wa ekari 86.7. Alikusudia huyo mgeni kujenga kiwanja cha ndege, lakini alikataliwa. Mgeni huyo aliitwa Douglas Nepu. Kufuatana na kero za wananchi wa Katera na kubaini kuwa hayupo kihalali, hivyo kuanzia sasa mheshimiwa tunayataka yarudi mikononi mwa serikali ya kijiji cha Katera, kwa kuwa mtu huyo mpaka sasa amefunga barabara zetu, kuwatisha wananchi kwa bunduki na kuwapiga watoto wa shule, kwa kuwa anajivunia amepola maeneo yetu. Wananchi hawajaridhishwa na vitendo hivyo vya unyanyasaji katika kijiji chetu, hivyo mpaka sasa kijiji kimekosa amani sana, kwa sababu na sisi ni mojawapo wa kuteseka na hawa watu. Mimi ninayeongea mbele yenu ni Msabato, wala sio Baptisti wala nini. Mimi nilikuwa naomba tu kwamba huyo Mama Samia atapita tu miaka 5 tena, ili swala tunaomba tu tusaidiwe kama jamii, kama wana Makwale. Ningeomba sana kwa wale ambao wameleta kero ya kuhusu kanisa, tupate kuelewa kwamba hata we mwenyewe ukiwa na watoto 3, mmoja akikuletea fuja anataka kujitoa, atajitoa yeye kama yeye. Haweza kasema nikatie kiwanja na mimi nikafanyeje nikalishe watoto wangu, itakuwa ni kinyume cha sheria. Bali baba akisema mimi nampatia mtoto wangu mahali, serikali haikatazi, ila mtoto kupokonya mahali kwa baba sijawahi kuona. Kwa hiyo ningeomba tuwe waelewa, tufate sheria na tusiwe wingi wa kupotosha jamii kwamba tunanyang'anywa tunafanya hivi. Sheria ipo na wewe ni mtoto tu, bado utaendelea kuwa mtoto kwa baba. Ningeomba hilo Mheshimiwa mkuu wa mkoa ulifanyie kazi, hakuna kero yoyote zaidi ya hiyo. Hili jambo nahisi lingepitia kwa Wakristo kwa ujumla, kutambua Wakristo ndo wenye
itikadi ya Wakristo ya kukaa kanisani na kuabudu ili wapewe elimu. Na hisi msajili ungetumia jitihada zako, habari zote hizi zingetokea. Kabisa kabisa. Ninaomba niweke msisitizo zaidi kwamba hatua iliyochukuliwa na serikali ya kufanya mabadiliko au marekebisho ya katiba na mabadiliko ya jina ni taratibu ambazo zilifanywa kihalali kwa mujibu wa sheria na katiba ya kanisa iliyokuwepo kwa wakati huo, ambayo ilikuwa ni katiba ya Jumuiya Kuu ya Wabaptisti Tanzania toleo la mwaka 2009. Hivyo hakuna kanisa lililofutwa, bali kanisa hilo hilo lilibadilisha jina lake kutoka kuwa Jumuiya Kuu ya Wabaptisti Tanzania kwenda kuwa Kanisa la Wabaptisti Tanzania. Na hivyo mali na madeni ambayo yalikuwa chini ya bodi ya wadhamini ya Jumuiya Kuu ya Wabaptisti Tanzania yamehamishiwa au yamebaki kuendelea kuwa chini ya bodi ya wadhamini ya Kanisa la Wabaptisti Tanzania. Mkuu wa mkoa, ili sala hili liko nasoma pia msajili alipokuwa anaongea hapa Makwale, hilo kuanzia sasa halitakuwepo, kwa sababu sisi tunachokitaka ni maendeleo, sio vurugu. Wafuate utaratibu wa msajili, Makwale itanyoka. Kwa taarifa iliyosomwa na mhusika wa ofisi za usajili, nafikiri wao ndio wenye vitengo, lakini pia nashukuru kwa sababu mlishajua kwamba kwenye eneo letu la Katera kulizua taharuki kubwa kwa ajili ya swala hili la mgogoro. Namfuatilia sana msajili, nimemsikiliza vizuri, namshukuru pia anapojua kwamba wamegushi. Namshukuru sana pia, lakini kikubwa ambacho mimi nataka kusema au kuuliza kwamba hivi mpangaji akapanga nyumba ya mtu alafu akafanya kosa akashindwa mahakamani, ile nyumba inakuwa ni mali ya mpangaji? Nasema hivyo kwa sababu Baptisti ni kanisa ambalo lilikuja kwetu huku halijawahi kununua mahala popote kama makanisa mengine. Walikuja kwa wenyeji kama sisi, kwa wananchi, kuomba sehemu ya kuabudia. Lakini ukiangalia makanisa mengine yote yaliyokuja hapa, akina EAGT nani, wote wana maeneo, wanafika kwa mtu, wanaomba kaeneo, wanakaa miaka 2-3, wanaenda nanunua eneo lao, wanaendelea pale kufanya miradi. Ndio hivyo. Sasa nashangaa kwamba Baptisti hii ambao walikuja kuomba kwetu kaeneo ka kuabudia, leo hii imekuwa ni mali bodi, wanasema imechukua bodi. Naomba tuelemishwe vizuri wanenapo, kwa sababu sisi ile eneo hawakununua kwetu, wameanza kupigana wao ndani ya kanisa. Sisi iliyokuwa Jumuiya ya Baptisti Tanzania, na walishafikisha kesi zao mahakamani, lakini kadiri ambavyo tumewasilishiwa hukumu za mahakama, kuna upande ambao ulishinda kesi ile, na kuna kipindi walikata rufaa kwa maana ya jumuiya, lakini bado kanisa la Baptisti lilishinda kesi hiyo. Baada ya kushinda kesi hiyo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kanisa la Baptisti liliamua kukazia hukumu. Walipokazia hukumu, walipewa amri ya mahakama, na kupitia amri ile ya mahakama walikuja kufunga ile kanisa ambalo jumuiya walikuwa wanatumia. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umekuwa na maneno mengi yakiendelea kana kwamba kanisa lile limefungwa na mkuu wa wilaya. Kanisa lile halikuwa limefungwa na mkuu wa wilaya, bali lilikuwa limefungwa kwa amri ya mahakama kwa sababu ya kesi zilizokuwa zikiendelea dhidi ya Jumuiya ya Baptisti na Kanisa la Baptisti Tanzania. Sasa sisi tuliamua kukutana na pande zote, lakini katika jitihada ambazo tumezifanya kila mara tukao tunakutana na upande mmoja. Lakini mara nyingi kamati ya usalama imekuwa ikikaa na viongozi wa pande zote mbili kuwaelewesha na kuwapa taratibu baada ya hukumu ya mahakama kutoka nini cha kufanya, lakini kumekuwa hakuna mafanikio. Lakini sambamba na hilo, ili kuhakikisha kwamba kwenye kijiji hichi amani inaendelea kutawala, kwa sababu kila mara kumekuwa na watu wanakatana mapanga, wamekuwa wakipigana,
tukaamua kuwaita viongozi kwanza wa kijiji, au tuseme viongozi wote wa kata hii ya Makwale, kwa maana ya wenye viti, watendaji na mheshimiwa diwani pia tulimuita kwenye kikao hicho, tukakifanya pale katika ofisi yangu, na tuliwaelezea na kuwasomea yale ambayo na sisi tulikuwa tumepewa kama hukumu za mahakama, lakini pia kwa barua ambazo tumezipokea kutoka kwa msajili, kwa maana kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani. Na wote tulikubaliana kwamba kila mmoja lengo lake liwe ni kuhakikisha kwamba katika vijiji vyetu na kata nzima ya Makwale kunakuwa na amani. Ndugu zangu hawa madiwani, hatuna tunachoweza kuzungumza zaidi ya kuzungumzia maendeleo. Mambo yote yafanyeni, lakini sisi tunachosema, tunachotaka ni maendeleo. Makwale hoye! Katela hoye!